Wakati barabara haijakamilika, sisi kina mama tulikuwa tunapata na changamoto sana ya kwenda zahanati kujifungua. Tumeteseka sana. Saa nyingine tunakuwa ni pikipiki zinadondokana njiani. Kwa hiyo tulikuwa tunapata changamoto sana mpaka kufikia wanamama wanajifungulia njiani. Kwanza kulikuwa bei ziko juu sana za usafirishaji. Hata usafiri kwanza mtu homa ya haraka kuikuta ilikuwa kazi sana. Kutokana na mashimo, maporomoko na usafiri ulikuwa magari fiki mengi kutokana na barabara ilikuwa mbovu. Ila kwa sasa hizi na imani kupata huduma za hospitali haraka inakuwa rahisi kwa sababu serikali imetusaidia, lami imekuja kwa wakati. Toka mwanzo hapo kweli tulilia na vumbi, mashimo sana, miporomoko sana, lakini kufikia leo tunashukuru sana barabara ilivyofika. Serikali imetusikiliza. Tunashukuru sana. Mimi naitwa Engineer Salehe Juma, meneja wa wakala ya barabara mkoa wa Ruvuma. Mradi wetu wa ujenzi kwa kiwango cha lami, barabara ya kuanzia pale Kitai kuelekea Manimakolo tunakwenda mpaka Luanda, na barabara ile inaelekea mpaka Lituhi na bandari ya Ndumbi. Kama ambavyo mmejionea, utekelezaji wa barabara ile ambao una zaidi ya kilomita 90 unafanyika kwa awamu. Awamu ya kwanza ilikuwa ni kilomita 5 kuanzia Kitai mpaka Manimakolo, lakini pia kuna awamu ya pili ya utekelezaji wa barabara ile ambao ndio mmeenda kutembelea leo. Ni barabara kutokea pale Manimakolo kwenda mpaka Luanda, lakini pia tuna awamu ya 3 ya utekelezaji wa barabara ile ambayo inaanzia mji wa Luanda pale kwenda mpaka bandari ya Ndumbi. Na awamu ya kwanza ilishakamilika. Tunashukuru sana katika kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tumeweza kukamilisha kipande cha kwanza cha kilomita 5, na sasa hivi tuko katika utekelezaji wa awamu 2. Awamu ya pili ambayo ni kilomita 35 ambazo tumezitembelea, lakini pia tuna awamu ya 3 ambayo inaanzia pale Luanda kwenda mpaka kule bandari ya Ndumbi. Na wakandarasi wa kutekeleza miradi hii wote wako site na utekelezaji unaendelea. Leo hii mmeenda kuona pale kipande cha kilomita ambacho kinafanyiwa tabaka la lami. Kama mnavyokumbuka, wananchi wa eneo lile walikuwa wanaathirika sana na vumbi kwa kipindi kirefu, kutokana na kama mnavyofahamu kule kuna biashara kubwa sana ya ubebaji wa makaa ya mawe kutoka katika mji wa Luanda. Kwa hiyo wananchi wa maeneo yale wamekuwa wakilalamika sana kuhusu vumbi la eneo lile, na serikali kwa kuzingatia malalamiko ya wananchi wameweza kutekeleza mradi huu, na sisi kama wakala ya barabara tumeweza kutekeleza mradi huu kama ambavyo tulikuwa tumepanga, na kimsingi mradi ule utakamilisha kilomita 35 ambazo tayari utekelezaji wake umefika 30% hivi sasa hivi tunapozungumza. Kwa hiyo tunategemea baada ya siku kama 200 hivi zijazo tutakuwa tumefika stage nzuri ya utekelezaji wa mradi ule. Kwa hiyo mimi niwaondoe hofu, niwaondoe hofu wananchi wa maeneo yale. Serikali kilio chao wamekisikia, na ndio maana tumeendelea kutekeleza mradi ule. Huko nyuma kweli ule mradi ulikuwa na suasua, lakini sasa hivi kwa sababu tunasimamia wenyewe na serikali imetoa hela kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji wa mradi ule, na nyinyi wenyewe mmeenda kujionea mkandarasi akiwa anaendelea na utekelezaji wa kuweka lami katika kipande hicho cha barabara. Wito wangu kwa wananchi wa maeneo yale wafahamu kwamba serikali inatumia fedha nyingi sana katika utekelezaji wa miradi ile, na upo usemi unasema wanasema kitunze kidumu. Kwa hiyo tushirikiane katika kutunza muundombinu ule wa barabara. Kwanza kwa wananchi ambao wako maeneo yale, wasije wakafanya kazi katika pembezoni mwa barabara, kufanya shughuli za kibinadamu pembezoni mwa barabara wakasababisha mmomonyoko ambao pia watasababisha barabara yetu aidha maji yakasomba au ikakatika. Lakini pia wenzetu wanaosafirisha haya makaa ya mawe, tunajua wao wanatumia magari makubwa na mazito. Sasa tusipoheshimu sheria yetu ya barabara ya kudhibiti uzito, maana yake nini? Barabara ile itakufa mapema sana.
Kwa mimi nitoe wito kwa ndugu zangu wale wasafirishaji, na sisi tutaambizana namna ambavyo tutafanya swala la kucontrol, swala la kudhibiti uzito katika sehemu ile ya barabara.